enjoy. Ustadhi, nilikuwa na maswali mawili. Swali la kwanza kwamba mtueleza kwamba matajiri wengi wanatoa zaka wao wenyewe na wala wengine hawajui mafungu ya zaka na wala hawajui namna gani ya kutoa zaka. Sasa swali langu linakuja, je, hawa matajiri wapewe njia gani au wafanyeje ili au mali yao wampe nani ili zaka ifike mahali husika, na ni nani akusimamia zaka za matajiri ili watoe zaka kwa nafasi inayotakiwa kwa kiwango kinachotakiwa? Swali la kwanza ni, lakini swali la pili, mtueleza kwamba mtu akisujudu kwamba yuko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na aombe anataka kuomba pale kwenye sijida. Sasa kuna mwingine pale kwenye sijida kwamba kwenye swala ambayo hatutakiwi kuongea wala kuzungumza chochote ndani ya swala. Pale kwenye sijida atakiwa aombe Kiarabu au Kiswahili, na yeye Kiarabu hajui aombe nini, na akiongea Kiswahili kwamba atakuwa anaongea ndani ya swala. Je, afanyeje ile dua yake ikubaliwe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au ni ile sijida ni wakati gani ile sijida yake aombe awe karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Shukran, swala lako ndugu yangu. Masala yake mawili ndugu yangu, na sote tumeelewa vizuri kabisa. Swala lake la kwanza ni kuhusu matajiri. Tafsiri zake ziko katika vitabu vya wanazuoni, hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni mali gani, kiwango gani katika kula mali cha kutolewa zaka? Na sidhani kwamba matajiri wote wajua haya wenye kutoa zaka. Na katika Qur'ani, katika yale mafungu 8 yenye zaka, kuna al-amilina alaiha, wale wenye kwenda kuzikusanya zile zaka. Maana alikuwa zikikusanywa zikiletwa kwa nani? Wakati wa Mtume ni kwa mtumi, wakati wa makhalifa kwa wale makhalifa, kisha wale wakizigawanya zile. Lakini leo hakuna khalifa ambao labda tuweza tukampelekea zaka zetu. Tufanyeje? Matajiri ndio watoe wenyewe. Sasa ili matajiri wapate usalama, asitoe mwenyewe kwa kichwa chake. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Ulizeni wenye kujua. Tena hapa tena ahla dhikri haya, kwa ni elimu ni nini? Ule mmoja siku moja alisema ndani ya Qur'ani kuna kula kitu. Kama Sheikh Burdia maneno, ndani ya Qur'ani kula kitu. Akamwambia hata mfuko wa unga utoa chapati ngapi? Akamwambia hata hilo pia liko. Sheikh akamwambia mnakwambia liko wapi? Fasalu ahla dhikr. Nenda ukamuulize mpishi kule hoteli, mfuko wa unga kilo 2 utoa chapati ngapi? Sasa ukimuuliza mpishi umeitumia Qur'ani, fasalu ahla dhikri. Uko vizuri fasalu ahla dhikri. Sasa matajiri atakiwa fasalu ahla dhikr, wawe na wanazuoni, na wanazuoni wenyewe wawe ni wategemewa. Sio kula na upana mimbarini na kuswalisha na kwamba ni mwanachuoni ajua fiqhi. La, fiqhi ile zaka ina mambo ya ndani, kuwasiliana na watu kama wale. Lakini saa akiamua mwenyewe kwa kichwa, haya kama amepata fahuwa, lakini kama hakupata, na mara nyingi hatopata, sasa hapo itakuwa yeye mwenyewe amefanya jambo alikusihi, kuna hisabu mbele ya Mwenyezi Mungu amsubiri. Kwa hiyo fasalu ahla dhikri, hii ndiyo itakayokuwasaidia matajiri wawaulize wenye dhikri, wenye ujuzi, wenye kuelewa, wasomi, wawape bayanat. Bana, wewe mali yako ni kadhaa, wenye kupewa ni hawa. Wewe mali yako ni kadhaa, wenye kupewa ni hawa. Kuna mambo mengi katika ile mali. Mathalan kupiga mfano, yaweza kuwa tajiri yuko Morogoro hapa, lakini zaka yake peka Chalinze. Hilo nalo swala liangaliwe. Na ukimuuliza kwa nini? Maskini wa Morogoro wote wajeuri bwana. Maskini wapo jeuri kweli kweli. Kwa hiyo nawapeleka Chalinze. Kisheria yafaa. Kisheria yafaa vitu namna hiyo. Sawa? Wavijue, wafahamishwe. Toib zaka saa nyingine yaweze kugurishwa, ikatoka kwenye mji kwenda kwenye mji mwingine, lakini kwa sharti zake, kwa namna zake. Kisha hata kama wewe mtajiri wa Morogoro, matajiri wa maskini wa Morogoro wote ni wajeuri, ndio waliokutajirisha hawa.
ndio alionunua bidhaa zako mpaka ukainuka ukawa ni tajiri. Sasa zako peleka Chalinze, biashara iko hapa, wewe uone wajenga chuki na hawa. Kwa hiyo tafsilati kama hizi atakazojua matajiri, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun wal aghniya kulluhum la ya'lamuna fiqh az-zakah. Kwa hiyo waulize wasomi tena ambao kwamba ni wasomi kihakika, wawape bayanati. Umeelewa vizuri hapo yako? Pakwazi kabisa, umetosheka. Tukenda swala lako la pili katika sijida. Tumeambiwa katika sijida fajtahidu fi dua, jitahidini katika dua. Faqaminun an yustajaba lakum, ni hakika mtajibiwa, lakini jitihadi hii ni muqayyad. Sala kuna ya faradhi, sala kuna ya sunna. Sala ikiwa ni ya faradhi, lugha ni ile ya dini, sio Mwenyezi Mungu ni mkubwa nini tafsiri Allahu akbar, tena na Allahu akbar subhana rabbiyal azim, tenda kwa ile lugha. Ama ikiwa swala ni ya sunna, kuna mambo mengi usamehewa. Hata ukiomba Kiswahili swala ya sunna, si waweza kukaa swala ya sunna ukaswali kwa kukaa, hata kama waweza kusimama katika swala ya sunna usamehewa mengi. Hata ukiomba Kiswahili, ukiomba Kiingereza, ukiomba Kifaransa. Lakini tukija kwenye faradhi, inyenyekee kwa ile ile. Pengine kama ulivyosema, pengine mtu hajui kuomba, kwani lazima dua gani? Amesoma sura ihdinas siratal mustaqim, ni dua si dua hiyo? Asome kwenye ihdinas siratal mustaqim kama hajui nyingine, hii ni dua. Wala kwamba umeisoma kwenye Fatiha kwenye sijida ukisoma kwamba utangua swala, la. Lakini lugha Mola wanangu hivi, lugha iwe ni ile ile. Kwenye sunna labda yaweza kukubalika unaozona alivyotuambia. Umenipata vizuri na hapo? Pametosha ndugu yangu, shukran jazilan. Naam. Rahmatullah. Swali langu ni moja tu. Sawa. Kwamba zakatul fitr. Naam. Ndipo mtu ana uwezo wa kuwatolea watu wachache, kwa maana ana familia ya watu kama 5, 6, 7. Kuna yeye, kuna mkewe, kuna wazazi wake, kuna watoto wake. Sasa uwezo wake wa kutoa ima ni wa watu 2 au 3. Naam. Akijianza yeye mwenyewe, anayefuatia hapo katika haki na daraja za kuwatolea ni nani kati ya mke, mama na watoto? Shukran jazilan ala sualik. Zakatul fitri ambayo mwezi wake ni huu, sababu ni ibada iliyofungamanishwa na hii somo Ramadhan. Tukimaliza kufunga Ramadhan, kuna kitu chaitwa zakatul fitr, na matamshi aliyotumia mtume katika zakatul fitr au masahaba, farala Rasulullah, hadithi Abdullah bin Abbas, hadithi Abdullah bin Umar, farala Rasulullah, amefaradhisha mtume wa Mwenyezi Mungu. Farala Rasulullah, amefaradhisha mtume wa Mwenyezi Mungu, kuonyesha kwamba sio kitu cha kudharau, ni kitu muhimu Muislamu atekeleze. Kwa hiyo mtu ikiwa familia ni kubwa, uwezo wake ni mdogo, la yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Lakini suala la ndugu yetu limekuja, amwanze nani kwanza atazaka an nafsihi, ataitolea zaka nafsi yake, ataitolea zaka nafsi yake. Kisha ni kijana chake mdogo, kijana wale ambao kama ni tahta albulugh, kwa sababu kijana akiwa ni kijana ni wake, la yamfasilu anhu. Kuna na mke alazimika amlishe, alazimika mfanyie kadhaa, lakini mke kad tamfasilu anhu. Lakini huyu kijana, kwa hiyo kwanza yuzaki an nafsihi thumma an waladihi, kisha ndio ataangalia mke, namna kwa taratibu ambapo kwamba ametajwa na. Lakini baada yake yeye ataangalia wale watoto wake wadogo. Mke alazimika kumlisha, upendambia lakini mke si lazima mlishe. Nitakwambia na hawa watoto si pia lazima walishe, si ndio? Ukileta ulazima wa kulisha mke lazima mlishe na watoto, lakini huyu mke aweza kuepukana naye, si ndio? Hawa watoto. Kwa hiyo itisali yake na watoto la yankati, pengine itisali yake na mke yankati. Kwa hiyo ataangalia wale watoto ambao kama ni tahta albulugh, kisha ni kuangalia mke, kisha na wengine, mpaka kulingana na ile hali yake. Naam, kama wazazi toba, mke atamtanguliza kabla ya wazazi, na wazazi kisha bala ataangalia, na kama ameshindwa ni wote atamwanza baba, kisha ndio mama. Ameweza kuwatolea wote, atawatolea wote.
Itakuwa ni ngapi hilo? La tatu. Assalamu alaykum alikuwa na mawili bwana. Wallahi barakatuh. Marhaba wa alaykum salaam wa rahmatullah. Ustadhi, swali langu linahusiana na masala ya msikitini. Imamu, mfano msikiti wetu huu hapa, imamu anasimama hapo mbele hapo, lakini baadhi ya misikiti mingine imamu wanasimama safu ya pili hapa. Sasa swali yangu, ipi ambayo imethibiti kati ya imamu kusimama hapo au imamu kusimama hapa? Kaida na fiqh inavyotuambia ni maamuma asimtangulie imamu. Tuweza tukaswali hapa, tuweza tukaswali pale, tuweza tukaswali nyuma kule, mathalan tukiwa ni kidogo, si lazima tuje hapa. Lakini kama watu ni wengi, imamu atakuwa hapa na pengine isitoshe kule. Na saa nyingine baadhi ya misikiti utaona imamu akishakuwa hapa, kwenye mabega yake pia kuna watu wamesimama. Ule wingi wa watu ndio saa nyingine unaleta sura kama hiyo. Lakini si lazima tuingie msikitini tuje hapa. Tumeingia jamani, si ni watu 5 ni watu 10, tunataka kuswali pale katikati, sawa. Muhimu tu maamuma simtangulie imamu. Umeelewa? Katika mawqif asimtangulie imamu, katika zile arkani zingine za swala karukui kabla ya imamu, hiyo ndio muhimu zaidi. Umefahamu? Hiyo ndio muhimu zaidi. Ile imamu kulazimiana na hapa, pengine msikiti una jamaa kubwa, lakini msikiti tu kidogo, imamu akisimama hapa ni sawa. Muhimu ameelekea qibla na si maamuma tuko nyuma yake. Umenipata vizuri ndugu yangu Jazakallah khair. Assalamu wa rahmatullah. Sheikh, kuna swala hapo kwenye zakatul fitr. Naam. Taka utuweke sawa hapo, maana kuna shubha ambayo inakuwa tumeikalili aiza kuambiwa kwa wanasema kwamba bila kutoa zakatul fitr kwamba somu yako inakuwa ni muallaq, haiwezi kupokelewa paka utoe ile zakatul fitr. Na kauli zingine zinasema kwamba zakatul fitri inatakasa makosa yale labda ulikuwa ukiyafanya kwenye somu yako. Sasa hapo kitu sahihi ni kipi katika hayo mambo mawili? Swala zuri la ndugu yetu. Kuna hadithi ambayo wanazuoni hawakuikubali, inna sawma ramadhana muallaqun baina as-samai wal ardh. Fungo ya Ramadhani imetundikwa baina mbingu na ardhi, haipandishwi ila ikitapotolewa nini? Zakatul fitri. Hii wengine wanasema ni hadithi ya Mtume, katika baadhi ya vitabu qala Rasulullah. Wengine wanaozuoni wameikataa, wasema haikusihi wala haikuthubutu hadithi hiyo kwamba fungo imetundikwa baina mbingu na ardhi, haipandi au haipandishwi mpaka itolewe zakatul fitri. Lakini swala lako la pili la kwamba inashafisha, si ndio? Ulisema hili limethubutu katika hadithi sahihi. Farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri tuhuratan lis-saim min al-lahwi wal-rafath, au kitu namna hiyo. Ni tahara kwa ule aliyofunga, tu'matan lil-masakin wa tuhuratan lis-saim, ni chakula kupewa maskini na ni kumtahirisha yule aliyofunga kwa yale mambo madogo madogo yaliyotokea katika ile fungo yake. Kwa hiyo hili limethubutu katika hadithi sahihi. Umeelewa? Kwamba ni kuzibaziba ya kusaidia, hili limethubutishwa ni hadithi sahihi. Ama lile kwamba hutundikwa, hadithi hiyo iliyotaja masala hayo wanazuoni wengi wameikataa na wamefanya nini? Wameirudisha. Nafikiri umeelewa vizuri. Mnafahamu vizuri? Shukran jazilan. Kwamba mtu hakiswahi katika kusujudu hawezi kutamka maneno ya Kiarabu. Je, swala yake inakuwaje? Katika kurukuu na kusujudu hawezi kutamka maneno ya Kiarabu. Anasema hivi, mtu anaposwali hawezi kutamka maneno ya Kiarabu yale katika rukuu wala sijida, hawezi kutamka subhana rabbiyal azim, hawezi, au subhana rabbiyal a'la, hawezi kwa Kiarabu.
je, swala yake inakuwaje? Nafikiri tulipomjibu nani mmoja katika ndugu zetu, mimi nafikiria itakuwa jawabu lake lishaingia pale. Swala kuna faradhi na kuna sunna. Swala ya faradhi ibakia vile vile, nafahamu. Hawezi atainama, ile inama ni ishara, sababu hata kama aweza subhana rabbiyal azim ni sunna, hata kama aweza kutamka. Lau mimi naweza kutamka lakini mmeinama Allahu akbar, sikusema chochote, sami Allahu liman hamida, sala yangu ni sahihi 100%, sababu zile tasbihat ikiwa ni katika rukuu, ni katika sida, zile ni sunan, na sunani za swala zimegawanyika sehemu mbili, kuna ab'adhun wa hayat. Hizi ni katika hayat ambazo kwamba lau umeacha pia hakuna sujudu sahwi. Lau katika rukuu nimeinama tu, sikusema chochote mimi, sami Allah, na hiyo sami Allah pia sikusema, Allahu akbar pia, zote ni sunna hizo. Nimekuja namna hii, nimeinuka namna hii, nimekwenda namna hii, sikusema Allahu akbar, sikusema sami Allahu liman hamida. Takbira ambayo kwamba ni lazima ni takbiratul ihram, zile nyingine takbir zaitwa takbiratul intiqalat, zile ni katika sunanus sala, tena katika hayat ambazo kwamba hata ukiziacha hakuna sujudu sahwi. Lakini kuna sunna nyingine ni katika ab'adh. Sasa zile ab'adh kama tashahudi ya kwanza katika baadhi sala, kunuti kwetu sisi katika salatul fajiri katika baadhi sala. Sasa zile baadhi sala ni katika sunan, lakini zile ukiziacha ndio utasujudi sujudu sahwi mwisho. Lakini zingine ambazo kwamba ni katika hayat, lau umeziacha sala yako sahihi kabisa. Kwa hiyo lau hajui ameinama tu, hata kama hajui ameinama kusema chochote, sala yake itasihi. Lakini kuna zingine ni lazima katika zile arkanu qaulia, tashahudi, suratul fatiha na nini, hizo ni katika arkanu qaulia, hizo ni lazima. Lakini tasbihi za rukui, za sijida, Allahu akbar, za intiqalat, zile zote ni katika sunan ambazo ni hayatu sala. Lau umeziacha hakuna sujudu sahwi, lau umeziacha hakuna sujudu sahwi mwisho wa sala, ila ikiwa ni katika baadhi ambazo ni sampuli nyingine katika zile sunanus sala. Nafikiri nimeeleweka vizuri, nimefahamika ndugu zangu. Tayeb.